kuja wapi, kuja Johannesburg. Nikaona huyu jamaa mimi siwezi kukaa naye. Ni rafiki yangu wa karibu, lakini kashaniulia mtu, ngoja mimi nitoke. Sio tuka nini hapa, ndio nikatoka Eastern nani nikaja zangu Johannesburg. Kwa hiyo unaweza kuoa mtu na ukaachiwa. Kesi ya kuoa mwaka natoka. Yani Dadiva unalipa beli ya 100,000 tu unatoka. Si watu watatu nyingi. Hebu kidogo jamani. Niliwitness watu watatu wakiuliwa mbele ya macho yangu South Africa. Nilipokuwa Joburg na nikaenda zangu Durban kusoma pia hiyo. Nikifika Durban katika hii Development Training International. Durban kule bado nikapata pia watu wanauana. Siku ya Jumapili nikaambiwa na mtu jamaa mwingine ana duka alikuwa ananunua vitu kwake shopping nini ili nirudi zangu nyumbani. Aitwa Amanda. Akaniambia wewe unaenda wapi leo, ni Jumapili, siku ya watu wanauana huku, rudi kwa rumu yako. Nikarudi mbio kwa rumu. Nikifika huko kwa rumu naangalia chini naona mtu apigwa mapistoli mbele ya macho yangu ta. Yaani wanauana kama kuku na hakuna kesi I think. Na South Africa bwana, kiukweli hizi nashangaa Tanzania mnalalamika kesi za utekaji siwaje. Kwetu kule ni kawaida sana. Ni South Africa, kifo mtu amekufa hapo, wataendelea na shughuli. Watakuta mpigwa risasi hapo. Unafika wanapigwa risasi, wanazungusha na nini, na ubaya hauruhusiwi kumchukua mtu kumpeleka hospitali mpaka watavokuja wahusika wenyewe. Wafanye vipimo. Kwa kama ni maiti itazalilika hapo hata kama ni masaa 2 3 mpaka ambulance ifike. Umeona? Kama utakufa mpaka ndio eti tumchukue tumpeleke hospitali, ni kesi hiyo kubwa. Unampeleka utaonekana kama mfia mikononi mwako. Wanaanza na wewe. Maiti inaweza ikazalilika hapo hata masaa 4 5 labda ambulance imechelewa kufika. Umeona? Maiti imekaa tu hivi, watu wanapita wananiangalia, wanaendelea shughuli zake. Ni nchi moja ya kikatili sana. But uzuri wa South Africa ni kitu kimoja tu ambacho mimi naikubali. Ni nchi ambayo lazima ikikomaze kiakili. Yaani utoke kuamini kutokuwa tegemezi na kuweza kusema mimi ni fighter, naweza nikasimama mimi mwenyewe na nikapambana na nikafanikiwa. Unaona? Ni tofauti na nyumbani unamuona mjomba, shangazi na nini. Kule ni sehemu ambapo unaenda una fight, unasema mjomba wako anaweza kukukataa, shangazi yako anaweza kukukataa. Yaani mtu ukajikuta kwamba bana lazima ujitegemee. Uwe ni mtu ambaye unaweza kujitegemea wewe kama wewe. Ufight, kula, kulala, kufanya kila kitu. Umeona? Kwa nini ambapo kujenga kiakili. Na chengine cha kuongezea kaka wa taifa kwamba watu wengi ambao wanashinda kuelewa, na mimi napenda kuliongea swala kwamba kwa mtu yoyote awe Mtanzania, mtu yoyote ambaye amekuja kuishi South Africa, kwa sababu ni nchi ya kikatili, lazima kunakuwa na chembe za ukatili kwa mtu yoyote. Kabisa kaka taifa, kuna chembe ya ukatili ambazo wewe unazo. Ni kweli. Umezitoa wapi South Africa? Hata kama uko Tanzania. Kwanza hofu na kifo unakuwa hauna sana, sababu najua mimi muda wote naenda kazini, kurudi kwangu mimi, especially kwa sisi wanaume, kwa sababu sisi wanaume tunapitia mengi. Unaweza South Africa mkagombana kidogo akwambia hivi Nzokubulala manje, na akaenda akarudi akakupiga chuma. Umeona? Nzokwaza akakuchoma kisu. Yaani ukienda nyumbani ukirudi mzima unasema asante Mungu. Unavotoka nyumbani unajua nenda kufa. Yaani ni kifo kurudi. Kwa hata ile leo ngumu unakuwa nayo. Ndio maana usishangae Mtanzania aliishi South Africa akarudi huku nyumbani akafanya kitendo cha ukatili ukashangaa. Mbona amebadilika? Ameona matukio mengi sana ya ukatili mbele ya macho yake. Kaona vitu vingi, leo imebadilika. Kwa hiyo lazima uwe na roho ya kikatili kidogo. Yaani hapa tuna huyu Shabani anachokiongea ni ukweli kabisa. Roho zetu haziwezi kuwa sawa na mtu ambaye ameishi nyumbani. Haziwezi kuwa sawa. Ndio maana mimi naweza nikafanya kitu kigumu ambacho Mtanzania akaogopa akasema huyu amewezaje kufanya hivi? Yaani mbona kumbe ni kitu cha kawaida. Kumbe mimi nikaona kwangu ni kitu cha kawaida. Mbona ana take risk hivi? Kumbe sisi tuna take risk ili tuishi. Nakumbuka kaka mkubwa, mimi kuna siku moja nimefanya tukio mimi mwenyewe mpaka sasa hivi nashangaa kwa nini nimelifanya. Na sio tukio la wala mauaji, hapana. Kipindi kile mimi naingia South Africa, nimefika sehemu moja Zambia panaitwa Kapili kama unapajua. Ile sehemu ile huwezi kuamini ni naona hapo upandishe mwingine wa South Africa. Yani at least a different idea. Angalia hapa kwenye comment. Mtu ambaye yuko South Africa hapa apande hapa juu, kwa sababu tunataka pia maoni ya watu wengine. Kweli. Umeona kaka wa taifa mimi nilichokiamini, ndio maana nikasema kwa mtu yote ambaye anakuja kuishi South Africa lazima awe na roho kikatili. Nakumbuka naingia South Africa, kuna sehemu moja pale toka Kapili kama unapajua Zambia hiyo. Kuna kilomita kama 200 kuingia Lusaka. Umeona? Sasa ile sehemu nakumbuka mimi nimefika pale nilikuwa sina hata nauli. Nimekaa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Umeona? Sina nauli pale. Nikasema sasa hapa tutafanyaje? Kilichokuja kutokea, unajua hizo roho za kikatili, unajua sisi tunaosafiri kitu kidogo, kuna lolo kidogo ya kikatili. Kuna kilomita kama 200 kama kutokea Dar es Salaam Morogoro.
Kwa hiyo ile semini kila gari linakuja linakataa kunipandisha. Likaja basi. Baada ya kuja basi tukalisimamisha, tuko kama watatu. Mimi ndo sina nauli. Baada ya kusimamisha kwa hizo unaenda wapi? Nikamwambia naenda Lusaka. Nauli unayo? Nayo. Bei gani? Kasi fulani. Nikaingia ndani ya basi. Huwezi kuamini sina hata shilingi 10 nimeingia kwenye basi. Yaani sasa uingie kwenye Abudi wakwambia unaenda Dar es Salaam afuna hela alafu useme ninayo. Umeona? Nikapanda. Kupanda nikaingia mpaka ndani nikakaa kwenye siti. Gari imeenda kama kilomita 30 hivi, dereva konda kaja, wewe yangu iko ngamba baba, hela yako iko mbali sana nitakupa. Kumbe sina hata shilingi 10. Basi bwana, gari imeenda inakaribia kufika. Sasa kaniambia hela yangu, nikamwambia nitakupa kaka, nimeweka sehemu mbaya. Kwa zamani mabaharia walikuwa tukisafiri tunaweka hela kwenye passport na hela tunaweka kwenye nini huku chini kabisa, tunaziweka kwenye, sitaki kutaja jina, si unajua bwana, tunaziweka sio kwenye mfuko, tunaweka kwenye nini, unanyusa kwenye pumu tunaweka. Umeona? Sasa ile gari imefika kama stand ya mkoa kama Makufuri, mimi huwezi kuamini. Ilipofika stand ya mkoa huwezi kuamini, Darabela nilitoka, nilikimbia, yani nilikimbia, nchi sio yangu wala sijui, Zambia nilikimbia, nilitoka, nilifukuzwa hapo nikatoka. Ushapinda wewe, yani ushapinda. Nikatoka moja kwa moja nikakimbizwa, nikatoka. Sasa nimefika ilikuwa saa 7 usiku. Sasa mimi nakimbilia wapi? Hata wanaonifukuza wa Zambia wakaniacha. Kuna huko wanapoelekea jamaa gizani. Ni Mtanzania na Zambia sijui, sema na usiku. Sasa sina hela, nitafanyaje? Basi nilipotoka kule, nikaja nikabadilisha nguo yangu, nikarudi mule stand. Kurudi mule stand, huwezi kuamini mimi nimetokea Kapili mpaka nafika Zimbabwe bila nauli. Mpaka naingia South Africa sina hata nauli. Ndo mabaharia wanavyoenda. Mimi mwenyewe wakati naingia South Africa kipindi cha kwanza kabisa, bwana we, yani ni unga mwali mzee. Mtu unaingia kwenye track, unaingia hapa na pale, unaingia vile, yani mpaka unafika umeshakaza roho sana. Kwa kweli maisha ya South Africa yanafunza mambo mengi sana, lakini ni kweli ukikaa vizuri, ukiwa una mambo mengi, ukijiepusha na starehe, ukapambana, ukastay focus, ukajua kuweka ile banka fresh, ukawa una save, unaweka banka yako vizuri, unaweza ukaishi maisha fulani hivi ambayo yana uafadhali at least. Na ukiangalia watu wengi wa kufika wengi, tunapenda sana kufungua saluni nini. Yes, samahani, huyu Zahra ongee pia hapa. Wewe Zahra, tuambie sasa. Haya, habari zenu ndugu zangu? Salama, karibu. Haya, asante. Mimi pia naishi Cape Town, naishi miaka karibia 20 na nimezaa kule, nimewajikuu kule. Kwa hiyo nimeipenda sana hii mada, lakini nina vitu vya kushare through my experience. Nimemsikiza sana Shebi, nimewasikiza wote. Hapa yani iko hivi. Yani Wasouth tumeishi nao wote tunajua, lakini hii tabia wanayo ya roho mbaya. Lakini sasa hivi ndio wamefika wakati wa kufanya ile true color yao. Sababu mimi unaishi jirani yako umuombi chumvi, na wote tunajua. Kwa hiyo tumeishi kule, mimi mwenyewe hapa nimekimbia, nimekuja kupumzika kwetu. Kuangalia kwanza situation itulie. Mimi ni mfanya biashara.